Uwezekano wa Mungu kufufua kazi yake na kuleta uhai tena tunauona katika Yesu aliyemfufua Lazaro, angalau kutuonyesha uwezekano wa maisha mapya, uwezekano wa kuifufua kazi ya Mungu. Lakini hata yeye akayaendea mateso na kifo, akiwa na tumaini la kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Siku ya tatu anafufuka akishinda nguvu za kifo na shetani, japo alianza mapambano katika uduni. Na haya ni mambo ya ajabu. Mungu anapoifufua kazi yake katika maisha yetu na nyakati zetu, anaifufua hata kwa namna isiyo ya kawaida ya uduni. Hebu angalia, huyu mkombozi wetu anatukomboa kwa njia ya yeye kupigwa na waovu badala ya yeye kuwapiga waovu. Sasa mambo ya ajabu yanaanza. Ukombozi mwingine ni wa mwenye nguvu kuwasambaratisha maadui, lakini yeye maadui ndio wanaompiga. Mambo ya ajabu ya Mungu. Haya, anatemewa mate na maovu badala ya yeye kuwatemea mate waovu. Maajabu yanaonekana. Anapigwa na waovu badala ya yeye kuwapiga waovu. Anahukumiwa na waovu badala ya yeye kuwahukumu waovu. Mbaya zaidi, anauawa na waovu badala ya yeye kuwaua waovu. Lakini anayafanya hayo akiwa na tumaini la Mungu anayeifufua kazi ndani yetu na nyakati zetu. Anafufuka siku ya tatu kwa ushindi na kishindo. Bwana Yesu asifiwe. Hii imekuwa kama Isaya 55 mstari wa 8. Kuna maajabu ya Mungu. Mungu anasema, mawazo yangu sio mawazo yenu. Ndiyo maana mkombozi anatukomboa akiwa anapigwa, akiwa anatemewa mate. Maana yake nini? Hata sasa kama kuna wanao kutemea mate, saa ya ushindi itafika. Kama kuna wanao kudharau, saa ya kuinuliwa ipo. Usikate tamaa. Mungu anaifufua kazi yake katika nyakati zetu. Bwana Yesu asifiwe sana.